mkapiga wachezaji kule. Nendeni mkapiga wachezaji. Wacheni mwenyekiti. Wacheni mwenyekiti bwana. Wacheni. Wewe unanipa mwenyekiti katika kumtetea mwenyekiti labda nimekati. Dale katika. Mangungu ndio. Wacheni Mangungu. Angalia. Mangungu ana hali mbaya. Atuachie timu. Hatimaye Dingi ameingia kwenye gari. Hatimaye Dingi ameingia kwenye gari, yuko salama. Bora. Nimefurahi. Dingi ameingia, yuko salama jamani. Nimefurahi sasa Dingi akapumzike nyumbani. Watamuua Dingi. Kaka, imetosha, usimrekodi. Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Vinemax? Hii ni Vinemax Sports ambayo tunakuletea kila siku. Na leo tunakuletea habari hapa inahusu mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, ambapo siku ya jana bwana, katika mechi ya Simba pamoja na Esperance de Tunis, Simba walitoka 2-2 dhidi ya wapinzani wao Esperance, na baada ya mechi kumalizika, mashabiki wa Simba waliweza kumfanyia fujo kiongozi huyo, mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu. Lakini yeye baada ya kumalizika kwa mechi hiyo na kutoka nje, ndio ilitokea mtafaruku kidogo na mashabiki, lakini alizungumza na kusema kwamba timu sio yangu, kwa nini kila siku mimi? Ni maneno yaliyosikika kutoka kwa mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu mara baada ya kushambuliwa na kundi kubwa la mashabiki wa klabu hiyo dakika chache mara baada ya kumalizika kwa mechi ya Champions League ambayo iliyokutanisha Simba pamoja na Esperance. Simba walikuwa wenyeji kwenye mchezo huo ambao umepigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam na umemalizika kwa sare ya 2-2. Matokeo ya sare yamewaumiza mashabiki wengi wa klabu hiyo ya Simba ambao wamejitokeza kushuhudia mchezo huo, na baadhi yao kutokana na maamuzi yao ya hasira waliamua kumvamia mwenyekiti huyo, kwani wanaamini kwamba kiongozi huyo ndio chachu ya kuporomoka kwa ubora wa timu yao ya Simba. Mara baada ya jeshi la polisi kuingilia kati na kumnusuru kiongozi huyo, Murtaza Mangungu amesikika akieleza wazi kwamba timu ya Simba sio ya kwake peke yake, lakini wakati wote mambo yanapokuwa magumu ama mabaya kwa matokeo, kwa maana ya timu inapopata matokeo mabovu, lawama zote huwa anapewa yeye peke yake, kitu ambacho kinamuumiza. Murtaza Mangungu amewataka mashabiki wa Simba na wadau wa soka watambue kwamba timu hii inaongozwa na viongozi wengine sana, na yanapotokea mambo magumu, basi viongozi wote wanapaswa kuwajibishwa kwa usawa, tofauti na namna hii ambapo mashabiki wanamuandama yeye peke yake. Mashabiki wa klabu ya Simba wengi wao hawana imani na Murtaza Mangungu, na pengine huwa unaweza kuwa wakati sahihi wa kiongozi huyo kuachia ngazi ili nafasi yake ichukuliwe na kiongozi mwingine ambaye atakuja kuiongoza timu yao katika namna ambayo inaweza kupata mafanikio makubwa zaidi. So dondosha comment yako juu ya update hii, ndio kuletea mpenzi mtazamaji wetu, lakini pia usisahau kusubscribe katika channel hii ya Vinemax TV ili uwe wa kwanza kupata update zetu, lakini pia usisahau kulike na kushare. Asante.